serikali. Taarifa ama FIFA wao wanalichukuliaje ile swala kwamba serikali kushirikishwa kwenye mpira wa miguu? Twende moja kwa moja kumsikia Hans Raphael. Brother vipi? Shwari, inakuaje? Safi, kwa vizuri. Kama niambie. Safe. Jana nimekaa muda mrefu sana kufuatilia Instagram yako. Nimeona vipande vingi ambavyo umeviweka ambavyo amezungumza Mguto. Tuanze na hili la wao kuwashirikisha serikali, alafu tuangalie baadhi ya vipande vingine jinsi ambavyo umevielewa. Nadhani issue ya kuwashirikisha serikali imekuja tu ni kama kipande cha mwisho. Yes. Lakini ukisikiliza interview full ambayo amefanya mwenyekiti wa bodi ya ligi kwa maana Steven Mguto, amezungumza vitu vingi ambavyo vilipelekea mechi ya dabi kuahirishwa, na miongoni mwa vitu ambavyo vilipelekea kuahirishwa ni waliogopa timu moja isishushwe daraja. Kwa hiyo kwa kifupi walitumia busara na hekima badala ya kanuni. Kwa hiyo tushapata evidence. Mara hapo kuna maneno wengine wanasema sio kwa kuna uvunjifu wa amani, sio vitisho, mara sio alinyimwa haki ya kutrain na nini. Hakukuwa na sababu za msingi zilizopelekea mechi kuahirishwa. Kwa hiyo hata bodi ya ligi wanajua Yanga wameenda kasi, kuna shida itakuja kuwapata. Kwa sababu hawakutumia kanuni. Kwa hiyo mwisho wa siku baada ya kuona ngoma imekuwa ngumu, ndio maana Mguto anasema watawashirikisha serikali ili waje kutatua hili tatizo. Sasa serikali wanaingia vipi? Kwenye jambo ambalo umeshindwa kutumia kanuni, umetumia busara, mnataka serikali waje kuleta amani. FIFA wakijua itakuwaje? Si tutafungiwa? Mpira wa Tanzania hauendeshwi kwa kanuni na sheria zilizowekwa. Unaendeshwa kwa maagizo na kanuni. Kwa maagizo na busara. Kitu ambacho hakitupeleki popote. Mtu anafanya kosa leo, hapewi adhabu anayostahili. Badala yake inatumika busara. Ni ujinga. Yes. Kwenye hili ambalo limetokea, kwa kiasi gani limeathiri soka letu, hasa kujua tabia ya viongozi na mengine ambayo pengine labda tulikuwa tuyajui before? Ili ambalo limetokea kwanza limenifundisha kwamba mpira wa Tanzania kanuni zimewekwa ili kudili na timu 14, sio 2 Simba na Yanga. Kanuni na sheria zipo kwa ajili ya Kagera Sugar, Namungo, Mashujaa. Umeona? Zipo kwa ajili sijui ya Mbao, lakini sio Simba na Yanga. Simba na Yanga wao kanuni na sheria haziwezi kuwafanya chochote. Simba na Yanga wao ni wakubwa kuliko kanuni na sheria. Ndio kitu ambacho nimejifunza kwamba Simba na Yanga wanaweza wakaamua wakafanya wanachojisikia na mtu asiwafanye chochote. Tunatakiwa kuwa na bodi ambayo ni huru. Kwa sababu hii bodi iliyokuepo viongozi hawafai. Kiongozi huwezi kuniambia ulitumia busara kufanya maamuzi ya kitu ambacho kanuni zinazungumza hivi na hivi, afu mimi ni kuamini. Hatuna viongozi sahihi wa kuendesha mpira wetu. Tuna viongozi ambao wanakubali kupokea maagizo kutoka kwa viongozi wa juu. Wao wanashindwa kusimamia kanuni. Sio sifa ya kiongozi. Sifa ya kiongozi ni msimamo. Young Africans wamesema wanaenda kasi, lakini maneno yamekuwa mengi. Wengi wanaamini kwamba Young Africans ana haki na hata akienda kasi hawezi kushinda. Tupe elimu kwenye hili. Yanga tayari wameenda kasi, sio wanaenda, tayari wameenda, na Yanga ana haki. Kwa sababu Yanga alichodili nacho ni barua ya kwanza. Ni taarifa ya kwanza iliyotolewa na bodi ya ligi tarehe 8, ile taarifa ya kuahirisha game. Yanga pale ndo anadili nao. Ile barua ukiangalia vigezo vilivyoainishwa pale kwamba vilitumika kuahirisha game ni vigezo vya kitoto, kwamba Simba alinyimwa haki ya kimsingi ya kutrain. Kanuni namba 34 inataja sababu zinazopelekea mechi kuahirishwa. Ni aidha wachezaji watatu wa klabu yako wamekwenda kulitumikia taifa, umeona au picha ambayo itatumika haiko kwenye condition nzuri. Kwa mfano kama mechi ya Yanga na JKT msimu uliopita iliahirishwa kwa sababu mvua zilikuwa zinanyesha, hamna sehemu nyingine ya kuchezea. Sababu nyingine ambayo inapelekea, kuna vitisho, kuna vita, kuna vifo, kuna machafuko. Hizo ni sababu. Lakini ukiangalia ile taarifa ya bodi ya ligi ya tarehe 8, wanasema Simba alinyimwa haki yake ya kikanuni ya kutrain. Sio sababu ya msingi iliyofanya mechi iahirishwe. Kama Simba alinyimwa haki yao ya kimsingi baada ya Yanga kuweka mabounce, ilibidi Yanga waadhibiwe, wapigwe fine, lakini mechi ipigwe. Umeona? Yes. Lakini bado Simba hawakutoa taarifa kwamba wanataka kutrain muda gani.
Yes. Kwa kilichotokea pale ni ubabaifu, ile barua haijitoshelezi na hamna sababu za msingi zilizopelekea mechi kuahirishwa. Umeona? Yeah. Kwa Yanga wao wamedili na ile barua kwamba hii barua ina mapungufu makubwa sana. Na wakienda kasi wanashinda kwa sababu ile barua haina sababu inayoeleweka. Mimi nakwambia ukweli, hamna sababu inayoeleweka. Kwa hiyo tusubiri tuone itakuwaje. Pengine labda katika hili kwa mtazamo wako na jinsi unavyoona soka letu la Tanzania, unahisi baadaye serikali inaweza kushirikishwa na mambo haya yakaisha kirahisi, au bado naamini Yanga na Africans wataendelea na misimamo yao? Binafsi hili jambo lishakuwa kubwa. Jambo lishakuwa kubwa, watu wamekwepa kanuni na upande wa pili umedinda. Wameshakuwa kubwa. Kama serikali wataingilia kati, tuwe makini sana, FIFA wasijue. So unaweza kuniambia serikali inaruhusiwa kuingilia masuala ya soka kwenye miradi, usimamizi na nini? Lakini issue za kikanuni ambazo kanuni zimeachwa imechukuliwa busara, serikali waingilie kati, tunapigwa rungu mapema tu. Kuwait wamefungiwa, Nigeria wamefungiwa, sui Madagascar, mataifa kibao yashawahi kufungiwa kwa vitu kama hivi. Kwa nini sheria na kanuni zisifuatwe na miongozo? Kwa nini zisifuatwe? Hivi kuna haja ya hizi sheria labda zikatengenezwa kama vitabu watu wakapewa visome? Wanazo. Wanajua wanachokifanya ni nini. Wewe kama umemsikiza Mguto anakuambia ukubwa wa Simba na Yanga unawapa shida. Simba na Yanga ni watoto ambao wamelelewa vibaya. Ni ngumu kuwabadilisha ukubwani. Sasa kiongozi akikwambia hivyo unategemea nini? Viongozi hawatoshi, wale wa bodi ya ligi na TFF hawatoshi. Bwana Hans, shukrani sana. Nashukuru sana. Ni Hans Raphael ambaye tumezungumza mengi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea bodi ya ligi, hasa mwenyekiti amezungumza mengi sana kwa maana mzee wetu Mguto kuhusiana na kile ambacho yeye anaona kinaendelea huko. Akasema wakishindwa watashirikisha serikali na FIFA wao hawahitaji masuala ya mpira yahusiane na masuala ya kiserikali. Kwa hiyo umeona Hans Raphael ametupitisha kwenye kile ambacho wengi tulikuwa tunajiuliza, lakini wale ambao walikuwa naamini labda Young Africans hawana haki ya kwenda kasi, haki wanayo, na kama akienda basi mambo yanaweza kuwa makubwa, na pengine kama kasi wakilichukua ili jambo tunaweza tukashuhudia timu moja inaenda kupata maafa makubwa ambayo hatupo tayari kuyaona. Nini hatima ya hili? Tunasubiri tuone majibu kutoka kwa bodi ya ligi, lakini kubwa zaidi hakikisha una subscribe LM Media na unapata yale mengi ya kimichezo. Jinsi ya kusubscribe, bonyeza sehemu ambayo imeandikwa subscribe, alafu gusa sehemu ambayo kuna alama ya kengele, alafu gusa hapo ambapo wameandika all ili uendelee kuyapata yale mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Bye bye, mpaka wakati mwingine tena.